Napenda kusema kwenu kwamba juma hili itakuwa la pekee kabisa. Tutakuwa na maombi mengi, na vile vile walio na haja ya kuombewa tutafanya huduma hiyo, na vile vile tutakuwa na hitaji kubwa sana la kumwagiwa Roho Mtakatifu. Ndio maana wimbo wetu namba 40, na vile vile tutaimba na wimbo pia namba 39. Katika taarifa hiyo, kanisa linahitaji mvua ya masika. Kwaya yetu ya kanisa linahitaji mvua ya masika, linahitaji. Mtautayarishi. Ni hitaji kubwa kweli kweli. Kama hatutapata Roho Mtakatifu, kanisa halitabadilishwa, washiriki hawatabadilika. Hata sisi watumishi tunapokemea dhambi, tunakemea dhambi, lakini anayeweza kusababisha dhambi ikome katika maisha yetu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kubadili. Mimi siku hizi silaumu wale ninaowaona ndani ya kanisa akiwa anachichemea kwa udhaifu wake wa kiroho. Ninahitaji kuomba zaidi kwamba huyu anayechichemea kiroho, huyu anayeanguka na kusimama, anahitaji zaidi Roho Mtakatifu amtie nguvu, ambadilishe, kuliko kumlaumu au kuliko kumtenga. Hitaji kubwa ni hilo. Angalia, kama unafikiri ninasema hivi, mvua ya vuli ilikuja katika mwaka wa 31 AD, siku ya Pentekoste. Katika kutii agizo la Kristo, wanafunzi walisubiri katika Yerusalemu kwa ajili ya ahadi ya Baba, umwagaji wa Roho. Hawakusubiri wakiwa wamekaa kizembe. Ukiangalia kanisa ni kama tumekaa kizembe. Ndio maana uamsho mkubwa hujapatikana, maana hawakusubiri wakiwa wamekaa kizembe. Maandiko yanasema kuwa walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Hata kwaya zetu, kama mnataka umwagaji wa Roho Mtakatifu, Mungu anatumia sana kwaya, sana. Umwagaji wa Roho Mtakatifu unahitajika sana katika kwaya. Hata hizi nyimbo msifikiri mnasukumwa na kitu kingine, ni Roho wa Mungu anawasukuma. Maana mnaimba mambo yale ambayo Mungu anataka. Walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu kwa nyimbo na kwa sala na kwa maombi. Kadri wanafunzi walivyokuwa wakisubiri utimilizo wa ahadi, walinyenyekeza mioyo yao katika toba ya kweli na kuungama dhambi ya kutokuamini kwao. Si kwamba walikuwa ni watakatifu waliomwagiwa Roho wa Mungu, mvua ya vuli. Msifikiri washiriki wa Mungu kwamba wale walimwagiwa kwa sababu wao walikuwa wamejitakasa tayari na walikuwa wamekamilika. Kwa hivyo mbingu ikaona imwage baraka. Roho ya unabii alisema hivi, inasema kwamba kwa kadri wanafunzi walivyokuwa wakisubiri utimilizo wa ahadi ya Mungu, walinyenyekeza mioyo yao katika toba ya kweli. Na pili, na kuungama dhambi ya kutokuamini kwao. Tatu, wanafunzi waliomba kwa dhati ili wafae kukutana na watu katika miingiliano na watu
watu kila siku waweze kunena maneno ambayo yatawaongoza kwa dhambi kwa Kristo. Ndio waimbaji walikuwa naimba hapa sasa hivi. Ndio waimbaji walikuwa naimba hapa sasa hivi. Nyimbo zote zilizokuwa nazifanyia mazoezi na huu ulioimba, hayo ndio yalitendeka. Kwa hivyo ndugu zangu, juma hili kama wewe unataka ahadi hii itimie kwako, itatimia. Mimi nahitaji sana ahadi hii. Na kanisa zima, kanisa liko vitani. Kanisa liko vitani. Na washiriki wa kanisa, tambueni kwamba tuko vitani. Hilo ndio kila mmoja wetu alitambue kwamba kanisa liko vitani. Kanisa la Mungu liko vitani. Hatukuitwa kwamba sisi tuwe tu washiriki wa kanisa, tuabudu, tusali, tuombe basi. Tutambue kwamba kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato liko vitani hata dakika hii. Na vita vyenyewe ni vita kati ya Kristo na Shetani. Ni vita kati ya nuru na giza. Jana waimbaji walikuwa naimba kwamba giza litaifunika dunia, kwamba giza limeshafunika dunia, na wakasema tubuni, mrejee, tutasamehewa. Hayo ndio yanatakikana katika roho ya nabii kwa sasa. Nuru na giza, kati ya wema na ubaya, ukweli na uongo, haki na dhuluma, utii wa sheria na uasi wa sheria, usafi, utakatifu na dhambi na maasi yote. Ni vita vikali sana. Washiriki wa Mungu, tambueni kanisa liko vitani. Kanisa lote, washiriki wote. Kwa hivyo mapambano haya, waimbaji hivi mnavyoimba kwaya zote, hiyo inamtikisa adui. Maana mnamwimbia Mungu. Mungu anatafuta watu wanaomwimbia. Anatafuta watu wanaohubiri Injili, watu wanaopeleka ukweli, watu watakaobeba nuru na kuipeleka kwa watu. Jeshi la namna hiyo ndio linalotakiwa. Sasa kwa sababu hiyo, neno la Mungu linasema kwamba wanafunzi waliomba kwa dhati ili wafae kukutana na watu. Tuombe kwa dhati, namna ya kumwambia jirani yako ukweli wa wakati huu, namna ya kuambia mfanyakazi mwenzako, namna ya kumwambia mfanyabiashara mwenzako, namna ya kumwambia mumeo kama hajamii, mkeo kama hajamii, namna ya kumwambia mwanafunzi mwenzako. Hauwezi kumwambia hivi hivi bila mfuto na uweza wa Roho Mtakatifu. Uwezi. Maana wanafunzi waliomba kwa dhati ili wafae kukutana na watu, na katika miingiliano na watu kila siku waweze kunena maneno ambayo yatawaongoza wadhambi kwa Kristo. Wakiweka kando tofauti za ukabila, tofauti zao, labda mwingine anajiona mimi ninafaa kuliko mwingine, tofauti zao. Waliondoa tofauti, tabaka zao, tofauti zao zilitoka. Walikuwa wa ndugu na wamoja, walikuwa marafiki wa karibu, Yesu akiwa amewaunganisha. Ni mambo ya ajabu sana ambayo hayamo ndani ya Seventh-day Adventist Church sasa hivi. Muungano mzuri kabisa, tuungane kabisa kanisa, tunene mamoja, tuzungumuze mamoja. Hilo jambo linahitajika sana ndani ya kanisa la ulimwengu, kanisa la masalio, hilo
baki duniani. Neno la Mungu linasema ya kwamba kila siku waweze kunena maneno ambayo yatawaongoza wadhambi kwa Kristo, wakiweka kando tofauti zao, tamaa yote ya ukuu, vyeo, kwamba mimi nipiganie niwe na cheo fulani juu, vyeo. Kama sasa mwaka huu kanisa litaenda kwenye uchaguzi, lakini utakuta wengine watakuwa na tamaa ya vyeo, madaraka, mimi niwe mkuu fulani, mimi niwe mkuu fulani. Hayo hayakutakiwa. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakiweka kando tofauti zao, tamaa yote ya ukuu, walisogeleana kwa karibu sana katika ushirika wa Kristo. Walisogeleana kama vile tunavyoshiriki meza ya Bwana. Mnaona utulivu unapokuwepo katika siku ya meza ya Bwana. Tunanywea kikombe hicho hicho, tunaula mkate huo mmoja, utulivu ndani ya kanisa. Walisogeleana. Ilikuwa ni baada ya wanafunzi kuwa wameingia katika umoja halisi, wakati ambapo hapakuwapo tena kushindania madaraka ya nafasi ya juu kabisa, ndipo Roho alipomwagwa. Haleluya! Walikuwa washindi wa dhambi, washindi wa mwili, washindi wa mwovu shetani na malaika zake, na tena walijitakasa kwa maungamo ya dhati. Biblia Roho inasema ndipo Roho alimwagwa. Hapakuwa na mtu wa kujivuna, kumdharau mwingine, matabaka, ukabila, kumtenga mwingine. Waliondoa tofauti zao. Hawakupigania ukuu wa dunia hii. Ulikuwa mwanzo wa mvua ya kwanza au mvua ya vuli, na matokeo yake yalikuwa ya kufurahisha adhimu mpaka utimilifu wa dahari. Roho ataendelea kukaa pamoja na kanisa la kweli. The Acts of the Apostles, kitabu cha Matendo ya Mitume cha Kiingereza, ukurasa wa 54 na 55, chapa ya mwaka 1911. Anasema kwamba mpaka utimilifu wa dahari Roho ataendelea kukaa pamoja na kanisa la kweli. Na kanisa la kweli ni lipi? Si ni hili. Ndio jana nikasoma fungu nikasema joka akamkasirikia mwanamke. Kanisa ni mwanamke, na kuna makanisa mengi wanawake. Makanisa yote yanayojitangaza ni makanisa naye yanaitwa ni wanawake, lakini mke wa Kristo ni mmoja, kanisa lake. Joka akamkasirikia mwanamke, kanisa lake. Analo vita nalo, ana kanisa lake linalomtii Yesu, linda na kuheshimu na kutii amri 10 za Mungu. Mkristo anaipenda sabato takatifu. Biblia inasema kwenye Ufunuo 12 mstari ni wa 17, joka ambaye ni shetani akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazao wa mwanamke waliosalia. Wengine ni mitume walianzisha kanisa, walilala mauti. Wakaja wafuasi wa Yesu Kristo na mitume wengine, na walikuja wainjilisti na manabii. Biblia inasema wafuasi wote wa Kristo wengi wamelala. Fikiri tangu nyakati za Yesu, tangu nyakati za mitume, maana kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa la mitume. Mitume wa Yesu Kristo. Kanisa limejengwa juu ya mwamba Kristo Yesu. Sasa shetani analichukia
ya kulichukia kanisa ziko wazi. Anasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao watu waliosalia. Wazao wa kanisa ni washiriki. Tulizaliwa kwa kubatizwa kwa maji mengi. Tulizaliwa kwa neno la Mungu ambalo lisilogoshiwa, lisilochanganywa. Tukaiamini Biblia takatifu, tukaamini roho ya unabii, tukaamini mafundisho ya kanisa. Mungu wamezishika Sabato ambayo ni amri ya ile takatifu ya Mungu imeshikwa na kanisa bila kuyumbisha. Anakasirika anapoona wanaiheshimu ndoa takatifu iliyoamuliwa na Biblia. Anapoona wanaheshimu zaka takatifu, zaka ya Mungu wanaifundisha na inarudishwa na washiriki, anakasirika. Anapoona familia inafundishwa, familia iwe familia ya Kristo, baba na mama na watoto, ili wafae kwenda mbinguni, anakasirika. Anapoona ujumbe wa malaika watatu ukihubiriwa, anakasirika. Kwa sababu ujumbe wa malaika watatu, sikiliza kidogo, nirudi hapa. Anasema katika kitabu cha Ufunuo sura 14 mstari wake ni ule wa 6. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Injili ya milele, tabia ya Mungu, sheria ya Mungu, agizo la Mungu, amri za Mungu, injili ya milele. Yesu Kristo mwana wa Mungu akihubiriwa ya kwamba hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu itupasalo sisi kuokolewa kwao. Adui anakasirika anaposikia kwamba kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia lile jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na duniani, na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Shetani anakasirika, anakasirika. Hataki kuwaona wakati mnapotembea siku ya Sabato au mnapokuja kufungua Sabato mumeshika Biblia zenu. Anakasirika anapoona siku ya Sabato mumekuja mumebeba Biblia zenu, mnatembea barabarani, mnapita kwenye daladala au kwenye bajaji au kwenye pikipiki au mnatembea kwa miguu. Anaangalia mumebeba vitu vitakatifu, Biblia mkononi, anakasirika. Anapoona ulimwengu siku ya Jumamosi anasa nyingi zikifanywa, sherehe za maharusi, imebadilishwa Sabato siku ya Jumamosi, inafanywa vitu vingi sana, lakini nyinyi mumetulia miguuni pa Yesu siku ya Sabato. Anakasirika, anakasirika. Hataki kuona watu wakibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ubatizo wa maji mengi, wa kuzamishwa ndani ya maji kama Yesu alivyobatizwa, kama Biblia na mafundisho yanayoelekeza kwenye neno lake takatifu Biblia. Anakasirika anapowaona wamama mumevaa mavazi ya heshima na mabinti wetu mumevaa mavazi ya heshima na mnakuja kanisani kwa utulivu. Anakasirika. Mkiwa na mfuto mzuri wa muonekano, anakasirika. Ingependezwa kuona wote mmekuja na suruali ndani ya kanisa, ingeshangilia, au bukta ingeshangilia kabisa, na kuona mmejaribu, ingefurahi kabisa. Lakini bado watoto wa Mungu, kanisa lake, mnajiheshimu. Anapoona mnawaheshimu waume wenu,
kwenye nyumba anakasirika. Akiona unavyomwezi mumeo anakasirika sana. Akiona unavyomheshimu mkeo kwa kumjali kwamba huyu mke wangu halali wa ndoa unamheshimu, anakasirika mno. Anataka tu mafarakano kwenye ndoa, ili ndoa isiwe safi na utulivu, ndoa isitawaliwe na Kristo. Anapoona vijana wetu wakichumbiana vizuri na kufunga ndoa ndani ya kanisa, binti akivaa shela na kijana akivaa suti yake, wana maji kwenda kwa pasta au waunganishe katika ndoa, anakasirika. Hataki kabisa ndoa ya Kristo, hataki kabisa. Anapoona mnakunywa meza ya Bwana kila robo, hataki kabisa. Hili ni kanisa la kweli. Ufunuo 14 mstari wa 6 anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, awahubiria hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Mstari wa 7 akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msijudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Ni Mungu peke yake ndiye anastahili kuabudiwa, peke yake, si mwingine. Msijudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Ni nani? Ni Mungu peke yake. Biblia inasema ya kwamba ukisoma kwa makini Biblia takatifu, ukisoma kwa utulivu na uongozi wa Roho wake Mtakatifu, neno la Mungu linasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mcheni Mungu na kumtukuza, ndio ujumbe unatoka pale, aliyezifanya mbingu na nchi. Unapoacha kuheshimu sabato ya siku ya 7, unakana uumbaji wa Mungu, kwamba Mungu hakuumba. Ukiitunza siku ya 7 ya juma, ukija kanisani siku ya 7 ya juma, siku ya sabato, ni karibio kwa dunia kwamba Mungu ndiye muumbaji. Sabato ndiyo inatangaza kwamba Mungu ndiye muumbaji. Ndiyo maana katika Biblia tena haifichi, inafunua wazi. Neno la Mungu linafunua wazi. Kwenye Kutoka 31:17 anasema, ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele. Sisi ni Waisraeli wa kiroho. Ukisoma kwa makini Biblia takatifu, ukisoma kwa utulivu na uongozi wa Roho wake Mtakatifu, neno la Mungu linasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mcheni Mungu na kumtukuza, ndio ujumbe unatoka pale, aliyezifanya mbingu na nchi.
unapoacha kuheshimu sabato ya siku ya saba, unakana uumbaji wa Mungu, kwamba Mungu hakuumba. Ukiitunza siku ya saba ya juma, ukija kanisani siku ya saba ya juma, siku ya sabato, ni karipio kwa dunia kwamba Mungu ndiye muumbaji. Sabato ndiyo inatangaza kwamba Mungu ndiye muumbaji. Ndiyo maana katika Biblia tena haifichi, inafunua wazi. Neno la Mungu linafunua wazi kwa watoto wake wapendwa, aliyetuzaa kwa neno lake yeye mwenyewe. Ametufunulia kwa Roho Mtakatifu. Anasema maneno haya ni ishara. Kwenye Kutoka 31:17 anasema ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele. Sisi ni Waisraeli wa kiroho, kanisa la masalio. Kwani kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi kwa siku 6, akastarehe kwa siku ya 7 na kupumzika. Roho Mtakatifu anasema Mungu alistarehe kwa siku ya 7 na kupumzika. Alipumzikaje? Biblia haijatamka, inatamka alipumzika. Kwa ajili ya sisi tuwe na pumziko la kiroho na kimwili na kiakili. Ndiyo maana mcheni Mungu na kumtukuza kwa kuheshimu amri 10 za Mungu. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Atahukumu dunia kwa kuikataa sheria yake. Yehova atahukumu dunia. Saa ya hukumu imekuja, atahukumu dunia. Lakini ni hukumu pia ya upelelezi kwa wale wanaomcha Mungu kikweli kweli. Ni hukumu ya upelelezi na kuwekewa muhuri wale watakaofaa kupita wakati wa taabu kuu ya Yakobo. Kipindi kigumu cha taabu kuu ya Yakobo ni hukumu ya upelelezi, na watu wanaowekewa muhuri ili waweze kupita salama wakati mapigo 7 ya Ufunuo sura 16 yatakapokuwa yakimwagwa. Saa ya hukumu imekuja, lakini vile vile ni hukumu kwa wale watakaokataa sheria ya Mungu. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Ndiyo maana Waadventista wa Sabato wanaposhika mafundisho haya ya ukweli wakiwa ndani ya kanisa na masalio, shetani anakasirika. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Na ndio nyie, na ndio kanisa la masalio la ulimwengu. Alama yake ni hiyo. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu. Kanisa la Waadventista wa Sabato ndilo linalofundisha amri zote 10 zinazopatikana katika Kutoka 20 mstari wa 1 hadi 17. Kutoka 20 mstari wa 1 hadi 17, mstari kwa mstari, andiko kwa andiko, zile zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu katika mbao 2 za mawe. Ni kanisa la Waadventista wa Sabato peke yake ndilo linafanya kazi. Kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hivyo shetani lazima akasiriki. Ukiangalia vizuri Biblia inasema maneno haya ambayo naomba niyasome na nyinyi watoto wa Bwana katika juma hili la uchapishaji. Haya maneno tuyazingatie.
na vitabu ambavyo vinafafanua sheria ya Mungu vinatakiwa visambazwe. Vitabu vya roho nabii vinafunua ni nuru ndogo ambayo vinaendelea kufafanua Biblia, nuru kubwa, kitabu kitakatifu. Hivi vitabu vinahitajika mno mikononi mwa watu, vifikie kila mtu na visomwe kwa maombi na unyenyekevu. Na idara ya vitabu ipo kwa ajili ya kusambaza nuru hii kwa kila mtu apate vitabu. Ukisoma kwa makini kitabu hiki cha Biblia, sura yake ni hii. Hii sura yake ni hii. Inasema maneno ya ajabu sana. Basi Musa akageuka, akashuka katika mlima, na zile mbao mbili za mawe mkononi mwake, mbao zilizoandikwa pande zote mbili, upande huu na upande huu ziliandikwa. Na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu, na maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao. Kanisa la kweli la Waadventista wa Sabato limesimamia na kufundisha na kuhubiri kazi hii ya Mungu, kazi ya chanda cha Mungu na kazi ya Mungu mtukufu. Ni kanisa la Waadventista wa Sabato, na ndio maana shetani hatari anachukia, anaenda kufanya vita juu ya wazao wake waliosalia, washiriki ambao wanabatizwa. Kila ubatizo ukija wanaingia, wanabatizwa, wanatoka huko wanaingia, wanasikia sauti ya Mungu, wanaletwa, wanabatizwa, wanaungana na washiriki wa zamani wanaowakuta ndani ya kanisa. Sasa shetani hataki mwendelezo huo ya waliosalia na mafundisho ya Biblia ya ukweli, anawachukia, ambao ni masalio halisi wanaoshikilia ukweli. Lakini kanisa kama kanisa, ili liweze kufaulu, mwanzo wake roho ya unabii inasema ya kwamba matokeo ya mvua ya vuli wakati wa Pentekoste, chini ya mvuto wa Roho, maneno ya toba na maungamo yalichanganyikana na nyimbo za sifa kwa ajili ya dhambi zilizosamehewa. Kwa hivyo kanisa halijakamilika, washiriki wake hawajakamilika. Kanisa linahitaji sana Roho Mtakatifu, linahitaji mvua ya masika. Wamama wanahitaji mvua ya masika, wababa wanataka mvua ya masika, vijana wanataka mvua ya masika, mabinti wetu na watoto wetu wanataka mvua ya masika. Ndipo inawezekana. Hata maungamo na toba mnazofanya wakati mwingine inaweza isiwezekane, lakini kama Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, anayeweza kupindua tabia yako ni Roho Mtakatifu. Ndiye ana kazi hii. Roho Mtakatifu ndiye anabadilisha tabia. Yesu akasema maneno haya. Yesu ndiye aliyesema maneno hayo ya Biblia. Yesu ndiye aliyesema hayo mwenyewe, Mwokozi wa ulimwengu. Yeye mwenyewe ndio alisema maneno hayo katika Yohana sura ya 14 fungu lile la 14. Hata ukianzia fungu la 13, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine
ili akae nanyi hata milele. Biblia inasema hata ukamilifu wa dahari akae nanyi. Nitamuomba Baba, atawapa msaidizi mwingine. Anasema ya kwamba nani? Nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Haleluya! Anakaa kwenu kwenye kanisa lenu, anakaa kwenye nyumba zenu. Ulimwengu na tabia hiyo ya kusema kwamba anakaa kwenu imeelezwa kwenye Yohana 14 hapo anasema mkinipenda, dalili ya kwamba atakaa kwenu. Kwenye Yohana 14 hapo tuliposoma mstari ule wa 10 wa mstari hapa anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Yohana 14:15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Na tayari mnampenda, kitu gani kinawaleta huko? Kwani Waadventista Sabato kitu gani kinawaleta kanisani? Ulimwengu umekataa sheria yake. Amri zingine zote mmezikubali. Amri ambayo ulimwengu umekataa ni Sabato ya Bwana. Nyinyi mmezikubali zote. Kwa hiyo anakaa kweli na atakuwa ndani yenu. Lakini tunahitaji kumkaribisha katika maombi yetu ya juma hili. Kama unakaa kweli, ingia ndani yetu, badilisha maisha yetu. Kama ndani yangu unaona ndani yangu kuna giza, siweje uliyeniumba Roho, fagia, toa takataka, ingia, nibadilishe. Inawezekana. Inawezekana kabisa. Peleka udhaifu wako jinsi ulivyo kwa Yesu. Nenda kwa Yesu jinsi ulivyo. Mwambie Roho Mtakatifu uliyeachwa na Bwana, huku tuacha yatima. Yesu anasema sitawaacha yatima. Anasema sitawaacha yatima. Kwenye fungu hilo hilo amekataa. Anasema ya kwamba sitawaacha nini? Yatima. Naja kwenu. Sisi sio yatima. Tunaye Baba anayetupa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kutoka Roho nabii nasema chini ya mvuto wa Roho maneno ya toba na maungamo yalichanganyikana na nyimbo za sifa kwa ajili ya dhambi zilizosamehewa. Kwaya zote muimbe kwa nguvu juma hili. Hakuna kuacha kuimba. Juma hili ni kuimba kama shukrani tunapofanya maungamo na toba. Kanisa la Busweli na mtaa wa Busweli na makanisa yote, kanisa la Masalio linahitaji Roho Mtakatifu. Hata huku tunaposema ni vita vikali kati ya Kristo na Shetani, hatutashinda bila Roho Mtakatifu. Mvua ya masika inahitajika. Mvua ya masika inahitajika ili ujumbe wa wima uhubiriwe. Mnyama awekwe wazi. Dhambi ya Babeli isifunikwe, ifunuliwe. Dhambi ya Babeli. Hapa anasema umeanguka Babeli, uliyeingiza mafundisho kinyume na Biblia, umeanguka. Anahitajika pale Roho Mtakatifu. La sivyo tutaugusa kijuujuu tu. Tutahubiri maneno laini ya uoga. Nilikuwa nikisoma upya Roho nabii nasema hivi mbona wakati huu kama tunachelewa sana, kwa nini tuko hivi? Roho nabii nasema kanisa linafanana na ulimwengu. Hebu utokee ule uamsho wa kanisa la awali na dhambi ya Babeli iwekwe wazi. Anasema ukitokea ule uamsho wa kweli, Roho wa Mungu amemwagwa kwa wanaume na wanawake
na wanahubiri ujumbe ulionyooka bila kupindisha, anasema mateso yatainuka tena na Yesu atakuja. Lakini kanisa na ushiriki tunafanana na ulimwengu, tunafukuzana na ulimwengu kwa mambo ya ulimwengu. Kanisa hili linatakiwa liwe safi, mke wa Kristo, litangaze ujumbe wa wima usiopindishwa. Amri za Mungu ziinuliwe juu, zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu, na kazi ya Mungu ijulikane kwamba alichonga mawe akaandika kwa chanda chake, ijulikane hivi, na zinadumu milele. Na Yesu ni mwokozi wa ulimwengu huu. Maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa na Adamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ni jina la Yesu tu ndilo linaokoa ulimwengu huu. Ni mwokozi wa ulimwengu, naye anakuja haraka. Ujumbe wa marejeo ya Yesu unatupaswa utangazwe na kila mshiriki, na kila mwanaume, na kila mwanamke, na vitabu visambazwe vinavyoeleza ukweli huo. Vitabu kama wewe huwezi kusimama kwenye mimbar, chukua kitabu, pelekea yule, pelekea yule, pelekea yule, pelekea yule. Waimbaji wasimame wakijua wanatangaza ujumbe wa wima wa Mungu. Hamchezei Mungu, mnamwimbia Mungu na Mungu anawajua. Neno la Mungu linamaliza nasema, chini ya mvuto wa Roho maneno ya toba na maungamo yalichanganyikana na nyimbo za sifa kwa ajili ya dhambi zilizosamehewa. Maelfu waliongolewa kwa siku moja, maelfu. Roho Mtakatifu aliwawezesha kuongea kwa lugha nyingi, tena kwa ufasaha, lugha ambazo hawakuwa wamepata kuzijua. Roho Mtakatifu aliwafanya kile ambacho wasingeweza kukifanya na kukikamilisha wao wenyewe katika kipindi chote cha maisha yao. Roho Mtakatifu akija, mtaangalia mama Msukuma wa kijijini anaongea Kichina, akikutana na Mchina anaongea Kichina, akikutana na Muhindi anaongea Kihindi. Msukuma kabisa warakabilii. Atazungumza Kiingereza kama maji. Msukuma akadashi huko, ataongea Kiingereza kama maji. Wasukuma wa Bariadi wataongea Kihindi kama kuna Muhindi pale. Sio Mtakatifu hapo, tumekauka. Niwaambie tumekauka. Unakuta mhubiri anahubiri, anatoa wito mpaka anarudia. Roho Mtakatifu akisema wacha, ataita watu, watakuja wanakimbia. Watu watakuja wanakimbia. Hitaji la kanisa ni hitaji la Roho Mtakatifu. Hata tunashindwa kununua vitabu, Roho Mtakatifu atusukumi kununua vitabu, maana hatunaye. Ijapo Biblia inasema atakuwa ndani yenu. Hata tukisambaza vitabu. Nashukuru sana kwaya inayotaka kuleta wimbo wa ajabu sana huu ambao tunataka ujuenee kote. Roho ya kusambaza machapisho iko wapi? Roho ya kuchapisha iko wapi? Ya kusambaza machapisho iko wapi? Vita ni vikali. Shetani anazuia Roho Mtakatifu asije kwa wachungaji. Hataki wachungaji wamwagiwe mvua ya masika. Hataki wazee wa kanisa la Mungu wamwagiwe mvua ya masika. Hataki. Anaweka vikwazo vya kila aina. Anaweka vikwazo. Na kwa hivyo kanisa lina mapungufu ya Roho Mtakatifu. Vita ni vikali. Shetani anazuia. Kwanza anazidisha dhambi ndani ya kanisa ili dhambi izidi. Roho wa Mungu asipate nafasi, Roho Mtakatifu asiwafikie washiriki. Maana anayeweza kuzuia Roho Mtakatifu ni
ni dhambi. Naye Roho Mtakatifu anataka abadilishe maisha watu waache dhambi. Ni vita vikali mno. Roho Mtakatifu anataka ambadilishe mshiriki. Mshiriki amwamini Yesu. Roho Mtakatifu abadilishe maisha. Mwovu naye hataki, anaingiza dhambi kwa nguvu, anashikisha washiriki dhambi, anashikisha washiriki dhambi ili wasipate Roho Mtakatifu. Anasema hapa ya kwamba Roho Mtakatifu aliwawezesha kuongea kwa lugha nyingi, tena kwa ufasaha, lugha ambazo hawakuwa wamepata kuzijua. Roho Mtakatifu aliwafanya kile ambacho wasingeweza kukifanya na kukikamilisha wao wenyewe katika kipindi chao cha maisha yao. The Acts of the Apostles, Matendo ya Mitume ya Kiingereza, ukurasa wa 38 hadi 40, chapa ya mwaka 1911. Mioyo yao ililemewa na wema tele wa kina na wa dhati, kiasi kwamba uliwasukuma kwenda hata miisho ya dunia, wakitoa ushuhuda wa uweza wa Kristo. Walisukuma mshirika kukubali kukaa, walifukuzana kupeleka ukweli kwa sababu ya mvuli iliyokuwa imewapata. Kitabu cha Kiingereza Matendo ya Mitume, ukurasa 46, chapa ya mwaka 1911. Nini kilikuwa matokeo ya umwagaji wa Roho katika siku ya Pentekoste? Habari njema za Mwokozi aliyefufuka zilipelekwa mpaka sehemu za mwisho wa ulimwengu, zikiwemo zikaliwazo na watu. Kanisa lilishuhudia uongofu kumiminika kuja kwake kutoka pande zote. Waliorudi nyuma waliokolewa upya. Shauku ya waumini ilikuwa kudhihirisha mfanano wa tabia ya Kristo maishani mwao na kutenda kazi ili kueneza ufalme wa Kristo. Walikuwa wanataka nia yao kufanana na Kristo, kufanana na Yesu. Hata wale watakaotiliwa muhuri wa Mungu, kigezo kimojawapo ni wale wanaofanana na Kristo kwa tabia. Mpaka ufanane na Yesu kwa tabia. Hapa narudi hata kwa familia. Kama mnataka Roho Mtakatifu kwenye familia zenu, mulete Yesu kwenye nyumba yako. Umheshimu mumeo ukijua huyu ni mume halali wa ndoa, ndiye mume wangu huyu. Ujue hivyo. Umtendee haki yote mume kwa heshima, ukijua ni kichwa cha nyumba, na baba akijua huyu ni mke wangu halali wa ndoa. Ukimheshimu na kumsikiliza kwa heshima, Kristo akiwa ndani yako na yeye akiwa ndani yake, mnafanana na Yesu kwa tabia kwenye ndoa. Hayo ndio Yesu anataka kwa tabia. Unatendeaje ndoa yako? Unamtendeaje mkeo? Au ananung'unika tu? Hauwezi kusema maneno laini kwake, hauwezi kumbembeleza, huwezi kumtia moyo au utazame msalaba. Unamwacha tu kana kwamba aliletwa hapo tu hivi, kumbe ni mke wako halali, na mbingu inajua, na malaika wanajua, na Roho Mtakatifu anajua. Ndoa ufanane na Yesu kwa tabia, kwa kuheshimu mke wako kabisa, kwa kumjali kabisa, huyu ndiye mke wangu halali wa ndoa. Nitamheshimu, nitampenda, nitamjali, nitamnyenyekea, nitamuinua, nitamfariji, nitamtia moyo. Baba ndiye kichwa cha nyumba, ndiye sauti ndani ya nyumba hii, ndiye kuhani katika nyumba. Atatoa amri zilizo njema zilizo kwenye Biblia, nitazifuata kama mume wangu. Nitamheshimu kwa kufanana na tabia ya Yesu.
masengenyo kanisani hayatakuwepo. Mzee wa kanisa hatadharauliwa, wachungaji hawatadharauliwa na kusengenywa. Hautakurupuka tu. Yule ni nani yule? Justini. Baada ya kusema mzee wa kanisa, Justini wana kurupuka tu. Justini. Heshima iko wapi? Utamheshimu kiongozi wa kanisa. Roho Mtakatifu atabadilisha maisha yetu. Tutachukua vitabu na kuvisambaza. Ni vita vikali. Ni vita kati ya Kristo na Shetani. Ni vita kati ya nuru na giza. Ni vita kati ya wema na ubaya. Ni vita kati ya ukweli na uongo. Ni vita kati ya haki na dhulma. Ni vita kati ya utii wa sheria ya Mungu na uasi wa sheria ya Mungu. Ni vita kati ya usafi wa maisha, utakatifu na dhambi na uchafu wa dunia hii. Kutoka roho ya unabii na kutoka katika Biblia, neno la Mungu linasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Unasikia makanisa ya Jumapili yanazungumza mara kwa mara ulimwengu wa roho. Mnafikiri unajua wale wamechukua mambo mazuri yetu. Wamechukua, wanasema tuko katika ulimwengu wa roho. Sisi ndio tunapaswa kuwa katika ulimwengu wa roho. Waadventista wa Sabato. Ulimwengu wa roho. Unatambua tu huyu yuko gizani, huyu yuko nuruni. Ulimwengu wa roho. Vita ni vikali. Unashangaa hata mshiriki anapatwa na nguvu za giza, hata pengine mtoto wake. Unaona? Unaenda. Naomba washiriki mrudi kila mtu kununua Biblia. Mnawapeleka watoto wenu shule za gharama, ni sawa. Mnawasomesha watoto wapate elimu ili wawe na manufaa baadaye, ni sawa. Msiache kumpa mtoto Biblia. Mtaacha ubifigani, mtamwachia simu. Fundisheni watoto kupenda Biblia. Msifundishe watoto kupenda simu. Mabinti wapende Biblia, vijana wapende Biblia. Hii Biblia hii. Niwaambie, nikienda pale Kutimba huwa na simu. Simu hairuhusiwi kuingia nayo humo. Biblia ninaingia nayo. Ni mfano mdogo lakini mkubwa. Biblia ninaenda. Tena usiajabu ukakuta askari pamoja na Biblia yako hiyo ataipekua aone kuna nini. Anakurudishia Biblia. Biblia ndizo zimejaa humo. Vitabu ndio vimejaa humo. Sisi. Ukishika Biblia, umeshika kitu kitakatifu. Washiriki, watoto wa Mungu wapendwa, nikishika simu si takatifu. Kwa hivyo nikisimama pale nyumbani, kwamba nikitaka kusimama hivi, nikisoma Biblia hivi, ninasoma nimeshika kitu kitakatifu. Ukisoma umesimama umeshika simu, simu si takatifu. Mvielewe vitu hivi. Ila simu ni nzuri kwa mawasiliano. Simu zinahitajika. Watoto wanaosoma vyuo vikuu bila simu hii ambayo inahitajika ya kisasa hawezi kusoma. Anasoma kwa kupitia simu za kisasa. Wafanya biashara wanafanya biashara kwa kutumia simu.
zinafaa kwa wafanyabiashara. Simu ni nzuri na ni haki mwenyewe, maana ni ya mawasiliano, inakusaidia kuwasiliana na wafanyabiashara wenzako, na baba na mama, na mume na mke, na watoto wako, na jamaa. Simu ni nzuri, lakini sio takatifu. Takatifu ni Biblia. Ukiwa nayo, ukienda mahali unapopumzika, iweke karibu. Hata mwovu akitazama anaona Biblia pale. Nilikuta mtu mmoja anaombea wenye pepo. Sasa walikuwa na simu zao, wanazunguka wanaomba, wana simu zao. Niliwaangalia, wana simu. Walikuwa wamewe, nikaingia na Biblia. Kufika tu, unatuchoma, yaliondoka. Wale walikuwa wanazunguka na simu zao. Yuko binti mmoja pale muda ameponywa, umemwambia shika Biblia kila wakati. Mtoto yule sasa bandukani na Biblia, alikuwa na simu. Simu nzuri, sikatai teknolojia na sayansi, lakini ifai kwa biashara zenu mnazofanyia, na mawasiliano na wake zenu na waume zenu, na baba zenu na mama zenu na ndugu zenu. Si vibaya kama umerekodi Biblia kwenye simu, si vibaya kusoma, lakini si takatifu uishike kama Biblia. Unaweza kusoma maneno yaliyomo mule, lakini ni vizuri uwe na Biblia yako, na watoto wote wanunuliwe Biblia. Shetani amefanya kazi kubwa ya kuwafanya watu wajue kwamba simu ni rahisi kuchukulika, simu ni rahisi, unaweka tu mfukoni, unaenda kanisani. Ukitaka nyimbo unafanya tu hivi, uweze kubebana na mzigo mkubwa kama huu. Ni mbinu ya Shetani. Beba Biblia, kitabu kitakatifu. Hata yenyewe imeandikwa Biblia takatifu. Utakuta pale kwamba imeandikwa simu takatifu. Na nilifundisha jana kwamba ni karipio unapochukua Biblia kutoka nyumbani siku ya Sabato, ukitokea National unakuja, au ukitokea hapa Konaba basi unakuja, au ukitokea mboga umebeba Biblia hivi unakuja, watu wanaangalia, wanaulizana, huyu anaenda wapi na Biblia? Mwakasega amekuja. Wenyewe watajibizana kwamba leo ni Sabato, anaenda kanisani siku ya Sabato. Lakini ukipita na simu, wanajua tu unaenda kwenye M-Pesa kuchukua hela. Hakuna atakaye kutambua kwamba unaenda kanisani. Na tena msizifiche, mziinue. Ni vita vya kiroho. Shetani hataki washiriki wabebe Biblia. Hataki wabebe vitabu vya nyimbo. Hataki kabisa. Hataki. Ni vita vikali. Hataki vitabu visambazwe, machapisho yasisambazwe, washiriki wakae tu, wasichukue vitabu kwenda kugawa. Hataki. Kwa kuwa muda wetu sasa unatosha, wapendwa, ili msiende nyumbani usiku sana, tutaikia katika kuomba, ili msiingie bado siku zingine zipo. Mzee alinipa muda huo niliotumia, amenipa limit ya muda, nami naheshimu huyu mzee aliye mzee wa kanisa. Alisema ukome mahali fulani, na mimi nitaheshimu vile alivyosema. Lakini kutoka roho ya unabii katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, hapa anasema maneno haya nitakayoyamalizia, watoto wa Mungu. Anasema ni neema anayoweka Kristo katika roho, ambayo huleta uadui ndani ya mtu dhidi ya Shetani. Bila neema hii inayobadilisha na nguvu inayoumba upya, mwanadamu angeendelea kuwa mateka wa Shetani. Mtumishi aliye tayari daima kutii maagizo ya Shetani atakuwa ni mtumishi aliye tayari daima kutii maagizo ya Shetani.
Lakini kanuni mpya katika roho inaumba mgogoro mahali palipokuwa na amani. Nguvu ambayo Kristo anaitoa inamwezesha mwanadamu kumpinga dhalimu na mnyang'anyi na mdanganyaji na mnyang'anyi. Yeyote anayeonekana kuichukia dhambi, yeyote anayeonekana kuichukia dhambi badala ya kuipenda, yeyote anayezipinga na kuzishinda tamaa ambazo zimekwisha kuwa zikitawala ndani yake, anaonyesha utendaji kazi wa kanuni inayotoka mbinguni. Kukataa dhambi ni neema ya Kristo. Ni mashindano makubwa mno ya kiroho. Upinzani uliopo kati ya roho ya Kristo na roho ya shetani ulionekana kwa uwazi zaidi katika namna ulimwengu ulivyompokea Yesu. Sababu kubwa ya Wayahudi kumkataa Yesu haikuwa muonekano wake wa kutokuwa na mali za dunia, kutokuwa na ufahari au kutokuwa na utukufu. Waliona kuwa alikuwa na nguvu ambayo ilikuwa muhimu zaidi kuliko hata hayo mambo ya kidunia. Lakini usafi na utakatifu wa Kristo ulisababisha chuki dhidi yake. Usafi na utakatifu. Tuombe utakaso kwa njia ya Roho Mtakatifu, utakaso kwa njia ya damu ya Yesu Kristo, na utakaso kwa njia ya Roho Mtakatifu, utakaso kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Alafu utakaso kwa njia ya imani iliyo katika Kristo Yesu. Tutakuwa tunapiga magoti na kuomba. Alafu tuombe tumwagiwe mvua ya masika. Tunaitaka. Wangapi wanataka mvua ya masika? Wainue mikono yao. Wangapi wanaitaka? Na Mungu ameahidi atatupa. Hawezi kutudanganya. Hawezi kutuleta kwenye kanisa lake tunabatizwa, tunakuwa Waadventista, kila roho tunakunywa meza ya Bwana, ametuambia atatupa Roho Mtakatifu. Alafu asitupe. Asipotupa tutapitaje kwenye kitabu ya Yakobo? Sheria ya Jumapili kitangazo. Utapita wapi? Hauna Roho Mtakatifu. Hakuna kununua, hakuna kuuza. Mpaka uwe na roho, uwe na muhuri wa Mungu. Utapiwaje muhuri wa Mungu? Mpaka Roho Mtakatifu abadilishe maisha. Kwa hivyo tumuombe kwa kumdai. Usiogope, sema Baba, hata mimi naomba Roho Mtakatifu. Tumuombe juma hili, tumridie Mungu atupe Roho Mtakatifu. Atumwagie mvua ya masika. Tumridie, tugawanyike wawili wawili kwa maombi.